Sasa nimezungumza kwamba tumekuwa na nafasi ya kuanzisha huduma mpya. Sasa nichukue muda kidogo kuzielezea, na sio nyingi sana. Tumekuwa na nafasi ya kuanzisha kama huduma 9 katika kipindi cha mwaka mmoja. Ya kwanza ni matumizi ya akiliunde katika upasuaji, hususani upasuaji wa ubongo. Hii ilikuwa haipo, kwa hiyo sasa hivi taasisi ina mtambo wa kisasa kabisa ambao unajulikana duniani, inaitwa Brain Lab, ambao unasaidia wataalamu wetu wanapokuwa wanashughulika na kazi ya kupasua ubongo. Kwa hiyo kazi hii inafanywa kwa uhakika, yani precision inakuwa kubwa sana kwa sababu ya ile stereotaxis ambayo inajitokeza pale. Kwa muda mrefu tumekuwa tunatumia njia za kihistoria kwa ajili ya kupasua migongo, ambayo ni lazima mgonjwa alazwe, alafu mgongo unapasuliwa kwa kukatwa, alafu ndio unarekebishwa. Lakini teknolojia imepanda sana na sisi hatukuwa nyuma. Kwa hiyo katika mwaka huu ambao umepita, tumeanza sasa afua ya kufanya upasuaji wa mgongo kwa kutumia matundu, ukiwa na matokeo sawa sawa na ile ya kupasua na kufanya muda wa mgonjwa kukaa hospitalini kuwa mfupi, na swala la maumivu kupunguzwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu maumivu ya tundu sio sawa sawa na maumivu yanayojitokeza kwa kupitia upasuaji. Sasa kwa sababu vile vile tunaangalia magonjwa anuai, wakati mwingine kunatokea na shida za uvimbe katika mfumo wa fahamu. Huko nyuma mgonjwa akishafanya vipimo vyake, alafu ule uvimbe ukaonekana, alikuwa anapasuliwa, tunakwenda kuchukua sampuli inayopelekwa maabara kwa ajili ikapimwe, alafu tujue shida ni gani ili aweze kupata matibabu stahiki. Sasa huku nako tumetumia afua ile ile, kutumia akiliunde, lakini vile vile kwa njia ya matundu kwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile sehemu shida ilipo. Sampuli zinachukuliwa, alafu zinapelekwa maabara kwa ajili ya uchunguzi. Alafu ikishamalizika ndio tunakubaliana afua gani itakayokuwa inastahili kwa ugonjwa uliokuwa nao. Hapo hapo wakati mwingine watu wanaweza kupata ajali, alafu zile pingili za mgongo zikawa zimevunjika kama vioo. Unajua vile vioo vinavunjika vinakuwa vipande vipande, inaitwa burst injury. Kwa kupitia njia hii ya matundu tumeanzisha utaalamu wa afua ya kuweka simenti itakayoshikiza vile vipande vikae pamoja, na baadaye uponyaji uweze kuendelea, mgonjwa anarudi kama alivyokuwa kabla ya pale. Kwa lugha nyingine, kabla ya afua hii kufika, utabibu wa shida hii ulikuwa ni wa changamoto kweli kweli, lakini sasa hiyo nayo tumefanikiwa kuianzisha, na nina furaha kuambia kwamba itaendelea kwa ni sehemu ya kawaida ya afua tutakazokuwa tunazitoa kwa wagonjwa na matatizo ya pingili, idha wamepata ajali au labda kuna uvimbe au saratani imekula zile pingili, kwa zinakuwa ndogo, tunazirudishia jinsi zilivyokuwa kwa ile tiba simenti ambayo inawekwa pale. Wakati mwingi wagonjwa wamekuja wanaalamika na matatizo ya maumivu, na wanakuja waliopata ajali, wengine hata hawajawahi kupata ajali. Taasisi ikameligundua hili kama shida. Kwa sasa hivi tuna wataalamu wabobezi wanaoshughulikia na masuala ya maumivu, na hii yote tumeianza katika miezi 12 iliyopita. Hapo hapo kuna watu ambao wanaweza kupata madhara kutokana na ajali au magonjwa ambayo yanaathiri mfumo wa fahamu na kuwapelekea baadhi ya viungo vyao kuwa vimepooza, hasa viungo tunavyopenda kuvitumia kwa kazi za kutusaidia kupata kipato kama mikono au miguu. Hawa nao tumekuwa sasa na kitengo maalum ambacho kinashughulikia marekebisho ya viungo vilivyopooza, na tayari wagonjwa wameanza kufaidika. Na utaalamu ni kuhamisha baadhi ya mishipa ya fahamu kutoka maeneo ambayo labda uwepo wake unaweza mtu akaendelea na maisha bila kuwepo, au kuweka vipande vya kuunganisha mshipa wa fahamu ambao labda ulikatika wakati mtu anapata ajali au ugonjwa ulipokuwa unampata. Kwa namna hii wagonjwa hawa wameweza kurudishiwa uwezo wa kutumia viungo vyao, na mara nyingi wanasema wale ambao mkono ulipooza akifanyiwa urekebishaji anaweza kasaidia ule mkono kaweza kufanya kazi. Huo ni upande wa mishipa ya fahamu, lakini vile vile kuna kamba zinazounganisha misuli na mifupa, wakati mwingine huwa zinakatika. Kwa sasa hivi tuna utaalamu wa kuweza kuzirudishia jinsi ambavyo zilikuwa na watu kuendelea na maisha yao.
Hili swala la upasuaji katika ubongo linaangaliwa katika mtizamo mbalimbali, na sio mara zote njia ya matundu inaweza ikafaa. Kuna wagonjwa ambao wanapata uvimbe unaoitwa glioma. Huu ni uvimbe ambao kwa njia ya upasuaji unaweza ukauondoa wote na mgonjwa akarudi akapata hali yake ya matumizi ya ubongo sawasawa kabla ubongo hujafika. Huko nyuma tulikuwa tunakisia kwamba tunafikiri kwa picha tulikuwa tumeipata kutoka katika labda CT scanner au katika MRI labda ulikuwa ni mkubwa hivi. Lakini katika miezi 12 tumefanikiwa kuanzisha matumizi ya wino maalum unaoitwa fluorescein. Huu ukiwekwa pamoja na miwani maalum chini ya uongozi wa Kiliunde, daktari anajua kabisa ugonjwa unakomea mahali gani. Kwa namna hiyo unaondolewa vizuri bila kuathiri sehemu ambazo hazina ugonjwa. Kwa haya yote yamo katika huduma mpya ambazo tumezianzisha. Katika taasisi yetu tunapata wateja au wagonjwa aina mbalimbali ambao mahitaji yao wanapolazwa katika hospitali hutofautiana. Kwa hiyo katika kipindi cha miezi 12 tumejenga wodi mpya 25 zinazotoa nafasi ya mgonjwa kukaa mwenyewe katika chumba na watu wanaomsaidia, ambazo zinaweza kulingana na taasisi zingine zozote duniani ambazo zinatoa huduma kama hizo kukidhi mahitaji ya wagonjwa wa namna ile. Hawa wanaweza kuwa ni wagonjwa wa ndani ya nchi, alafu wanaweza kuwa ni wagonjwa kutoka nje ya nchi. Wagonjwa wengi wanaotoka nje ya nchi hakika wanapendelea huduma hii, lakini vile vile kuna wenzetu wachache katika nchi yetu ambao hujisikia vizuri wanapokuwa wamelaza katika chumba peke yake. Basi hawa nao tumekidhi mahitaji yao kwa kuwawekea nafasi hiyo. Na wengi ambao mmepata nafasi ya kuja katika taasisi yetu mnakuta kwamba kuna watu wengi sana. Na ukipita pale ukauliza mtu, mbona umewahi sana? Anasema nilikuwa na wahi namba. Sema namba ndio inakufanya unakuja saa 11 asubuhi? Ndio, na mimi natokea mbali. Alafu nilikuwa sina hakika kama daktari wangu atakuwepo. Kwa tukagundua kwamba hii ilikuwa ni fursa ya sisi kutumia njia mbadala ya kuwawezesha watu wanaotaka huduma katika taasisi yetu waweze kupanga miadi na madaktari watakaotoa huduma wakiwa mahali wanapokaa. Kwa tumeanzisha kitu kinachoitwa online appointment system, ambayo kwa njia ya mtandao unaweza ukakaa nyumbani kwako ukascan QR code, alafu ile QR code ikakuwezesha ukajua daktari gani anafanya nini, siku gani na saa ngapi. Ukisharidhika ukaweka miadi, hata unaweza ukapewa control number ukalipa. Kwa unapokuja kwenye taasisi yetu inakuwa tu unakaa pale kwa muda mfupi tu, labda kwa ajili ya kujisajili, kuthibitisha ile kitu, alafu baada ya pale unaweza ukamuona daktari ambaye unahitaji. Kwa haya mambo 9 niliyoyazungumza ndio mambo ambayo yameingia katika utaratibu wetu wa kutoa huduma katika taasisi yenu pendwa ya MOE. Lakini wakati haya yalipokuwa yanaendelea, ule utaratibu tuliokuwa nao kabla ya hapa tumehudumisha kwa kuhakikisha kwamba viwango vya utoaji huduma vinabakia kuwa vya hali ya juu na ubora wake unawasaidia wagonjwa wetu kukidhiwa mahitaji yao.